Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku nyingine ambao kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia tukawa miongoni mwa viumbe ambao wako hai. Kuna baadhi ya watu wengi walilala lakini hawakuweza kuamka, ikawa ndio siku zao zimefika. Lakini mimi na wewe ambao unanitazama, Mwenyezi Mungu ametujalia tukawa miongoni mwa watu ambao wako hai. Tunasema alhamdulillah. Pili, tumefika katika uwanja huu, lengo na kusudio kubwa huwa tunafika ni kwa ajili ya kufikisha kilima cha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kwamba hapana apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, na tunawatangazia watu wajue Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, tena ni mtume kwa ajili ya walimwengu wote kulingana na Qur'ani na vyenye Mwenyezi Mungu ametueleza ndani ya Qur'an. Na Mwenyezi Mungu ametujalia akatupa Qur'ani ambao ni muongozo kwa ajili ya walimwengu wote, na juu ya hivyo akatupa neema ya Uislamu. Nasema alhamdulillah kwa ajili ya neema ya Uislamu. Uislamu ni neema kubwa sana. Mwanadamu Mwenyezi Mungu kumuongoza akawa Muislamu amempa neema kubwa mno katika maisha yake ya hapa duniani na kesho akhira, kwa sababu Uislamu ndio njia peke yake inayompeleka mja kwa Mola wake. Uislamu ndio dini peke yake inayomfunza mwanadamu namna ya kumwabudu Mwenyezi Mungu bila kumshirikisha na chochote, kwa sababu shirki ndio dhuluma kubwa sana kwa mwanadamu kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Mimi wananiita Salim na niko na msomaji wangu hapa Abdi. Mashallah, Mwenyezi Mungu amlipe na amfungulie, bado anaendelea na masomo. Kaka, mimi wananiita Salim. Wewe nikumbushe jina. Mimi naitwa Boniface. Boniface. Yeah. Na hii jina Boniface sijui kama usaifikiria vizuri kwa sababu lina maana mbovu. Ni kama mimi nilikuwa naitwa Peter. Unaona? Na Peter lina maana ya jiwe. Unaona? Lakini Boniface ukitenganisha kidogo inakuja bon ni mfupa, uso wa uso. Unaona? Boniface. Ndio hiyo? Haina shida, bora ijulikane ni mimi. Jina hii haina shida, bora ijulikane ndio mimi. Majina pia huwa yana shida kwa sababu katika Uislamu kuna watu wanaosilimu na kuna jina ambao ukisilimu unaweza kosa kubadilisha, labda jina yenyewe iko na maana nzuri, lakini watu walikuwa wanabadilisha majina kwa ajili ya maana mbovu. Sasa huwezi ita mtoto wako takataka au kaita mtoto wako jina ambao ni jina ambao haieleweki. Unaona, lazima umpatie mtu jina nzuri, pia ina play part katika mambo mingi. Lakini tusiende kwa hilo. Wewe umesema ni Mkristo au Muislamu? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo, asante sana. Yeah. Leo ungekuwa na swali kwa sababu umefika katika uwanja mapema, na sisi tungependa pia ujue kuhusiana na Uislamu katika mambo mengi. Je, una swali ya kwanza? Hebu injika tulisikie kwa makini, tumenyamaza ili tulisikie namna unavyoteremsha vitu, tuweze kusikiza na ndio tuweze kupata majibu namna inavyotakana. Hebu lete hiyo swali tulisikie. Swali ya kwanza. Naam. Sisi kama Wakristo tukisali huwa tunatoa kofia kwa kumheshimu Mwenyezi Mungu. Na nyinyi kwa nini hamtoaji kofia kama mnasali? Asante sana. Swali nzuri sana. Sisi hatutoi kofia wakati tunapoenda katika kumsujudia Mwenyezi Mungu. Kofia unaona ni kama hii ama ya Sheikh wangu hapa. Hizi kofia zina maana yake, ambapo ni mavazi ambayo ukienda katika ibada ukiyavaa yanakuwa ni mazuri zaidi mno. Sawa? 16:4 kitabu cha Walawi, tumpeleke mpola aweze kujua na kuona, kwa sababu vitu vingine lazima ujue na uone vizuri namna vinavyoteremka. Hebu sikiza, watu walikuwa wakiingia katika sehemu ya ibada au sehemu patakatifu wakiwa wamevaa mavazi ya aina gani, na wewe ndio huo unavaa namna hiyo ukiingia. Sio unatoa kofia. Ile kofia unatoa ni hii chepeo ya Daudi. Unaona, manake hii sasa utasujudu namna gani? Itagonga chini. Sikiza habari inasemaje? 16:4 kitabu kile cha Walawi. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Kanzu nadhani unaiona ndio hii. Kuna wengine ambao wamepotoka wanasema hii ni rinda. Hii sio rinda. Unajua kuna watu katika binadamu
ambao hawana hekima katika maongezi yao. Utasikia mtu anakuambia hii ni linda. Kuna tofauti ya linda na kanzu. Na ndio unaona wanawake huwezi mpata amevaa kanzu lakini atavaa marinda, atavaa nguo mrefu ambao ni buibui, unaona. So kuna tofauti ya kanzu na rinda. So hii ndio kanzu. Tena Biblia inasema ataivaa kanzu takatifu. So Biblia inatambua kanzu ni vazi takatifu. Sikiza habari sasa. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Tena huyu ukimuona hivi kuna suruali zimo ndani yake. Hawezi kuvaa hii kanzu bure. Pata vizuri juu ya upepo na nini. So kuna suruali zimo ndani. Atafungwa ule mshipi wa kitani. Ana mshipi amejifunga hapo. Sawa? Sikiza habari. Naye atavaa ile kofia ya kitani. Atavaa ile kofia ya kitani, ndo hii. Sijui kama unaiangalia, ndo hii ya kitani. Sio kama hiyo yako chepeo ya Daudi. Sikiza habari. Hayo ndiyo mavazi matakatifu. Hayo ndiyo mavazi matakatifu. So unapoenda kusali unavaa mavazi matakatifu, yanakubalika. Na ndio unaona tunaingia na hiyo kofia. Na ajabu hata kotini Muislamu anaingia na hii kofia hatoi, lakini wewe ukionekana kotini unaambiwa utoe. Pata vizuri So Waislamu inarespektiwa kwa sababu inajulikana ni miongoni mwa mavazi watu wanapoenda katika ibada zao. So inakubalika. Sawa? Wanaume wanakubalika wavae hivyo. Na wanawake kuna design dressing code ya wanawake. Pata vizuri wanajifunika vizuri, wanajistiri kwa sababu mwili wote wa mwanamke ni uchi. Pata vizuri isipokuwa vile ambao vinavidhirika ambao tunaambiwa ni vigaja vya mikono na nyayo za miguu na wengine husema na uso, unaona lakini mwili mwingine yote unaambiwa ni uchi ya mwanamke. Lakini mwanaume kuna design naye anavaa lakini ajistiri pia vizuri mwanaume. So unapoinama unaonekana mgongo yote, hapana. Ibada haitakuwa inasihi pale, itakuwa unaharibia watu sala zao. So kuna utaratibu wa kusali. Yani Uislamu ni dini mashallah Mwenyezi Mungu ameiweka kisha akatelemsha sheria zake. Lao ingekuwa Uislamu ni man made religion ingekuwa imeisha duniani. Kwa sababu imeamkiwa na dola ambazo ziko na uwezo, zinajaribu kuangusha Uislamu, lakini Uislamu unazidi kuendelea kwa sababu ni dini ya Mwenyezi Mungu. Lao ingekuwa ni watu walikaa chini wakatengeneza Uislamu, basi Uislamu ungekuwa umeondoka duniani. Leo Uislamu unazidi kubuma duniani. Alafu swali lingine ni weka injika hiyo swali lingine. Kwa nini mkifanya kama sherehe fulani huwa mnafanyia pamoja na inakuwa ni tofauti na Wakristo? Unajua Wakristo wakifanya sherehe huwa wanajifanyia kwa nyumba yao, na nyinyi huwa mnaenda mnashiriki pamoja, mnakulia pamoja, na amkulii kwa manyumba zenyu, mnakulianga kama ni kwa msikiti. Asante sana, swali nzuri sana. Waislamu tunapofanya sherehe kama hizi zaidi zile tulikuwa tunafanya, huwa tunafanya kwa kiwanja na tunafanya ima compound za msikiti, tunafanya pamoja kwa sababu kuna miongoni mwa Waislamu ambao hali yao ni ndogo ya mapato, so inabidi wasaidiwe. Na kuna wale wengine ambao hawana uwezo na si Waislamu, pia wanakuja wanapewa, wanakula Idi. Unaona wewe ni venye siku kupata katika Idi nyama zilikuwa nyingi pale, ungepata mnofu wako. Alafu Waislamu hawana choo katika dini yao. Sawa? Sikiza Mungu anawaambiaje Waislamu, ndio wanafanya pamoja na wanakuwa pamoja. 48:29 Qur'an. Muhammadur Rasulullah. Teremka na aya 48:29 tunafanya pamoja, lakini nyie mna uchoyo. Ndio unaona wewe ukichinja kuku unafunga mlango unakaa kwako peke yako. Utaki kugawana na majirani. Sisi tumefunzwa na dini tugawane na majirani na tugawane na watu hata kama si Waislamu tunawapatia. Sikiza habari inasemaje. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwanza huyu Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Watu wengi watamkataa, kuna makafiri wanamkataa, kuna watu wengi wanamkataa, lakini anabaki ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na walio pamoja naye ni wenye nyoyo dhabiti mbele ya makafiri na wenye kuhurumiana wao kwa wao. Sikiza, Waislamu wana kitu inaitwa ruhamahu bainakum, yani Waislamu wanahurumiana wao kwa wao. Ndio unaona Muislamu mwenye uwezo anawaita wale hawana uwezo, anawasaidia. Na pia tunapochinja tunaelezwa tupatie watu wote. 24:36 Qur'an. Sikiza habari 24:36 Qur'an.
Mwenyezi Mungu anatueleza namna gani? 22:36 Suratul Hajj. Ndio tumueleze vizuri, lakini nyie hata nashanganga lakifika Krismasi nyinyi mnasema sijui mnasherehekea nini, lakini mtu anajifungia kwake, anafanya vitu vyake, anatoka anapiga pombe zake, lakini sasa muwezi kutualika kwa sababu si hatunywi pombe. Unaona? Hapana, unajua shida? Unajua shida ni tunaweza mualika na chini sasa unajua tukimwalika muwezi kuja. Tutakuja lakini hatuwezi kula ile nyama mmechinja, lazima tuchinje. Sasa sikiza habari inasemaje? Nangamia. Sasa sikiza, tunapochinja tunaelezwa na Qur'ani kuwa inafaa kugawa kwa watu. Sikiza habari. Nangamia. Na ng'ombe. Na mbuzi. Na kondoo wa sadaka. Asante. Tumekufanyieni kuwa katika alama za dini ya Mwenyezi Mungu. Asante. Kwa hao mnayo kheri nyingi. Naam. Basi litajeni jina la Mwenyezi Mungu juu yao wasimamapo safu mnapowachinja. Sikiza, tunaambiwa tutaje jina la Mwenyezi Mungu tunapowachinja. Teremka. Na waangukapo ubavuni. Kuleni katika hao. Asante. Na mlishe makafiri. Wanaomba na wanaorodea. Unasikia, tunaambiwa tulishe wale watu wanaoomba na wanaorodea. Rondea ni mtu amekuja lakini haombi, mnamuita, mnampatia mguu, anaenda anachemsha supu, anakunywa na anakula kanyama na watoto wake. So Uislamu ni dini ya mapenzi, yani ya kupendana na majirani. Unaangalia majirani na unaangalia Waislamu wale wanyonge na nini. Ndio Uislamu umewekwa katika misingi yake. Yani wale wana uwezo pia wasaidie wale ambao hawana uwezo. Pata vizuri Lakini kuna watu wengi utasikia wakisema Waislamu wanapochinja sijui wanachinja kwa ajili ya mizimu, alafu wanapatia watu nyama. Hiyo yote ni uongo, ni chuki ambao watu wako nayo katika dini ya Mwenyezi Mungu. Lakini bado Uislamu unaendelea na kila sehemu. So nyinyi huwa hampendi kugawana katika kheri ambao mlipopewa na Mwenyezi Mungu, lakini Waislamu ni mandatory, wameambiwa na Mwenyezi Mungu, unapopata kitu muangalie pia jirani yako, kwa sababu ile riski aliyekupa ni Mungu na aliyemnyima jirani yako ni Mungu, na jirani yako ni mtihani kwako. Uonekane, je, katika hiyo riski Mungu alikupatia, je utagawanya ama wewe utajibakishia peke yako? Yani wewe unahesabu pesa na kila kitu peke yako, wala hujali maskini, wala huangalii mayatima. Bado Mungu anasema ataenda kukuchoma wewe na hiyo mali yako, kwa sababu wewe Mungu amekupa, lakini huwezi waangalia wale wanyonge. So ndio unaona tunawaangalia wale wanyonge. Hata wewe ukipitia ungepata hata sinia yako moja ukala na ukafurahia. Sasa unajua sisi wa Kristo tunaweza alika nyinyi tukule pamoja na chini. Sasa unajua mahali penye shida inatokeanga. Sasa tukimwalika mwezi kula kwa sababu mnasema nyinyi ndio nafaa mchinje na sisi ndio tumechinja kama Wakristo. Sasa unajua hapo ndio inakuanga shida yenye naweza fanya atumwaliki sisi. Ni kweli hatuwezi kula kwa sababu hamchinji kwa jina la Mwenyezi Mungu. 5:5 Qur'ani pigie fafanuzi yake. Nyinyi mnapochinja, wengine hata hamchinji, mnachukua kuku, mnanyonga, mnavuruta shingo. Mwingine anachukua shoka anapiga mbuzi kwa kichwa inaanguka chini. Sasa hiyo ni adhabu mnawapatia wanyama. Wanyama wana utaratibu wako wa kuchinjwa. Napata vizuri, hauchinji unavyofikiria wewe, unachinja kwa directive ambazo umepatiwa na Mwenyezi Mungu. Yani Mungu amekupatia ukichinja uchinje hivi na hivi na hivi na hivi. Kila jambo tunalifanya kwa utaratibu alioteremsha Mwenyezi Mungu, ambao huu utaratibu umewekwa ndani ya Qur'an. Sio fikra zetu au fikra za maulama wakakaa chini wakatengeneza, hapana. Ni Mwenyezi Mungu namna ametupatia muongozo ndio tunaofuata. Sikiliza Qur'an 5:5 piga tafsiri yake. Chakula cha kuchinja. Chakula cha kuchinja, kwa mfano umepata ng'ombe amechinjwa au mbuzi amechinjwa. Sikiza habari. Hakiwi halali kwa Waislamu. Hakiwi halali kwa Waislamu ila kichinjwe na Muislamu. Isipokuwa kichinjwe na Muislamu. Unapata vizuri Lakini nyinyi mkichinja hamna sheria ya kuchinja. Kwa sababu sharti kama watachinjwa na ahlul kitab lazima watumie sheria ya kuchinja. Na je, Wakristo mna sheria gani ya kuchinja? Kama tuseme kama uko nyumbani tukiwa na tunataka tuchinje kama ng'ombe, hapo kweli hapo nimekuunga mkono, kwa sababu huwa tunaita Muislamu wote anakuja anachinja kama ni sherehe. Hapo nimekuunga mkono.
huwa tunaita Muislamu wowote. Akikuja, akichinja, tunampatia yake kidogo, yeye anaenda, alafu sasa sisi hapo tunaanza kusherekea. Unaona, na hiyo ndio sheria hata ya nchi ya Kenya, kuwa katika vichinjio lazima kuwe na Muislamu mwenye kuchinja. Unaona na ndio unaona kuna ile muhuri ambayo inatolewa na shirika la Kiislamu inaitwa halal. So lazima ipachikwe ndio ijulikane hii nyama ni halali, kachinja Muislamu. Vichinjio mingi zinawekwa Muislamu. So nyinyi hamna sheria ya kuchinja. Sawa? Hiyo ndio tatizo. Hamna sheria ya kuchinja. So nyinyi hamfai kuchinja wanyama, hamfai kuchinja. So mkipata mbuzi tuleteeni, tutawachinjia, nyinyi mnatoa ngozi kwa wepesi. Kazi yetu tuchinja vizuri, alafu tunawapatia, mnatoa ngozi, alafu nyama tunagawa pamoja. So msiwe na wasiwasi. Hapo tuna wasiwasi yoyote. Asante sana. Sasa kinachokuzuia kuwa Muislamu nini? Yaani una obstacle inaokufanya wewe usiwe Muislamu nini? Manake mambo mengi naona unayafahamu. Sasa kinachokuzuia wewe kuwa Muislamu huwa ni nini haswa? Ndio nilikuwa nataka nijue hiyo obstacle tuitoe kwa leo. Chenye kinafanya nisikuwe Muislamu ni verse tu moja kwa Biblia. Hebu lete hiyo verse ndio tuweze kuiangalia, tuifanyie postmortem. Yesu ndiye njia, usipomfuata hautaona ufalme wa mbinguni. Hiyo peke yake. Hiyo ndio inafanyanga mimi na kwama, kwa hiyo basi ndio nakuwa Mkristo kamili. Asante sana. 14:6 kitabu cha Yohana. Manake hapo naona umepotea zaidi. Sikiza na verse inavyosema na wewe unachokiamini ni vitu mbili tofauti. 14:6 kitabu ni kile cha Yohana. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Yesu akasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ndio Yesu anazungumza wakati wake. Kwa mfano, nataka nikueleze. Watu wakati wa Nabii Musa alayhi salam, wale waliomfuata Musa ndio walifaulu au hawakufaulu? Walifaulu. Asante. So wakati wa Musa ndio alikuwa njia kwa watu wake, na chini hapa ndio nataka nikuje pole pole, usiwe na wasiwasi. Tunakuja ndio tuweze kufika kwa Yesu. Tukatoka wakati wa Nabii Musa, kulikuwa huko nyuma wakati wa Nabii Nuh. Kama unamjua, nyinyi mnamuita Noah. Noah, ya. Asante. Noah alikuja akaambia watu mimi ndimi njia kwenu. Kwa nini? Kwa sababu aliwaambia ninatengeneza safina na yeyote atakayeingia katika hii safina atanusurika na mafuriko ya maji. Je, wale waliomkubali Nabii Nuh au Noah namna mnavomuita, wakaingia katika safina, walinusurika au hawakunusurika? Hawakunusurika. Walinusurika. Alafu ngoja nataka tuende walinusurika. Maana yake walioingia katika safina hawakuangamia na maji. Lakini waliokataa Nabii Nuh waliangamia. Asante. Unajua hiyo basi ziko mara mbili. Unajua pale kwa Noah kutengeneza ile safina, hiyo mambo ilikuwa ya kidunia. Na sasa na hapa Yesu Kristo anaongelea mtu aji kwangu, sio aji kwangu, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa sababu wakati huo Yesu yuko duniani, hungefika kwa Mungu mpaka upitie kwa Yesu. Na wakati Ibrahimu yuko duniani, hungefika kwa Mungu mpaka upitie kwa Ibrahimu. Wakati Musa yuko duniani, hungefika kwa Mungu mpaka uamini Musa na mafundisho aliyoleta Musa, kwa sababu yametoka kwa Mungu. Sasa wakati huu si wakati wa Yesu. Unajua hiyo basi hiyo ndio tunaifuata mpaka sasa hivi. Sasa kama unafuata hii verse, huyu Yesu alikuwa dini gani ndio ufuate hiyo verse? Kwa sababu wewe ni Mkristo. Wakati Yesu hajui kitu kinaitwa Ukristo. Ukristo ni man-made iliyoletwa na mtu anaitwa Paulo. Wakati Yesu yuko duniani hakuna kitu kama Ukristo. Sasa ili wewe nikubaliane na wewe unamfuata Yesu, je, Yesu alikuwa dini gani? Yesu Yesu alikuwa Muislamu. Sasa kama Yesu alikuwa Muislamu na wewe ni Mkristo, wewe si ni mpinga Yesu? Kwa sababu lazima umfuate ndio uweze kupata uzima wa milele. Alafu Yesu anasema mimi ndimi njia. Lakini hiyo njia sio yeye, anafundisha njia ya nani? 12:14 Mariko. Tumpeleke polepole, kijana ataelewa. Leo anasilimu inshallah biidhnillah apate ukweli. Lakini akikataa ni juu ya nafsi yake. Manake kazi yetu kufikisha tu. 12:14 kitabu ni kile cha Mariko. Sikiza kinasemaje? Hata walipofika walimwambia, Mwalimu, twajua ya kuwa wewe u mtu wa kweli
Kwanza wanamjua Yesu kama mtu wa kweli. Maanake Yesu hakuwa mtu wa uongo, alikuwa ni mtu wa ukweli. Sikiza. Kwa nini? Wala hujali cheo cha mtu. Kwa sababu alikuwa hajali cheo cha mtu. Malizia. Kwa maana hutazami sura za watu. Na hakuwa akitazama sura za watu. Lakini katika kweli waifundisha njia ya Mungu. Kumbe hii njia aliyokuwa anasema yeye ndiyo njia. Hiyo njia ni ya nani? Njia ya Mungu. Asante sana. Yeah. So Yesu alikuwa anafundisha njia ya Mungu. Alikuwa anafundisha njia ya Mungu. Sasa alikuwa anafundisha njia ya Mungu, lakini lazima upitie kwake. Ili upitie kwake ni upitie mafundisho yake. Ndio akufundishe hiyo njia ya Mungu. Si ati yeye alale chini upite kwake, hapana. Ni mafunzo yake. Ukikubaliana na mafunzo yake unafuata hiyo njia ya Mungu. Hii njia ya Mungu ni gani? Kwa sababu mimi nimetafuta kama Ukristo ni njia ya Mungu, sijaupata. Hii njia ya Mungu Qur'ani inatuambiaje? 626 Qur'an. Uislamu natupa hiyo njia ya Mungu ambayo Yesu alikuwa akifundisha. So ni wewe usubmit, ufuate ukweli, kama utaki ni juu yako. Kwa sababu kazi yetu kufikisha. Sikiza habari 626 Qur'an. Na hii dini ya Uislamu. Na hii dini ya Uislamu ndiyo njia ya Mola wako iliyonyoka. Yani Uislamu tunaambiwa ndiyo dini ya Mola wako na ndiyo njia ya Mola wako iliyonyoka ambayo haina shortcut. Unaona? So Uislamu ndiyo dini peke yake ya Mungu iliyonyoka, haina shortcut. So ni wewe ima ujisalimishe uwe Muislamu. Kama hutaki ni juu ya nafsi yako. Kwa sababu kwenda motoni itakuwa ni wewe unaenda motoni. Sasa unajua kitu cha kwanza Qur'ani. Naam. Unajua wangekuwa wanabii wengi wenye walipoandika ndio tuangalie hapo vile kulikuwa kunaenda. Na sasa unajua Qur'ani imeandikwa na nabii, imeletwa na nabii mmoja peke yake. Unajua ingekuwa kama tuseme kama Biblia unaweza kuta kama kitabu ya Musa, kitabu ya Luka, alafu hiyo maneno yote ukiangalia unakuta zinaambatana. Na kwa Qur'ani kwa nini haisemi, inasema tu ni mtu mmoja ndiye aliyeileta. Hakuna kitabu kilicholetwa na watu wawili isipokuwa Biblia. Unaambiwa ni story wanapiga za watu. Sawa? Kitabu cha Taurati kililetwa na mtu anayeitwa Nabii Musa alayhi salam, akapewa na Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Zaburi kililetwa na mtu mmoja anaitwa Daudi, alipewa na Mwenyezi Mungu. So kila kitabu kililetwa na nabii aliyetoa kwa Mwenyezi Mungu. Lakini Biblia wanasema ni Biblia, maana yake mkusanyiko wa vitabu. Ni watu walikaa chini wakafix mambo wanayotaka wao, wakakupigia story. Lakini vitabu vya Mungu vilikuwa vinaletwa na nabii mmoja, analeta hiki, nabii mwingine analeta hiki. Na Nabii Isa ibn Maryam akaleta Injili. Lakini wakaona hiyo hawezi kukuletea wewe mtu mweusi, wakakubadilishia wakakuletea Injili ya Mathayo, Injili ya Luka, Injili ya Marko, ambao ni story waliokuwa wanapiga watu fulani, sio the original book. That's why unaona Qur'ani ni kitabu alichokiteremsha Mwenyezi Mungu. Kwanza sikiza uhondo kidogo wa Qur'ani 17:105 Qur'ani. Tumpe vitu kidogo huyu kaka, kidogo tu. 17:105 Qur'ani. Teremka na hiyo Qur'ani asikize. Na kwa ajili ya kuleta haki ulimwenguni. Kwa ajili ya kuleta haki katika huu ulimwengu, kwa sababu ulimwengu kuna ufisadi mwingi na mauaji na mambo mengi. Kwa ajili ya kuleta haki na kusimamisha haki duniani, ndiyo tumeteremsha Qur'ani. Ndio Qur'ani ikateremka kwa ajili ya kuleta haki ulimwenguni. Teremka. Na kwa haki imeteremka. Na kwa haki hii Qur'ani imeteremka, ikaja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teremka baba. Hatukuleta ila uwe mtoaji wa habari njema na muonyaji. Na mtume hakuja isipokuwa awe mtoaji wa habari nzuri tena muonyaji. Teremka. Na Qur'ani tumeigawanya sehemu mbalimbali. Tena hii Qur'ani ilipoteremshwa haikuteremshwa kama vitabu vilivyotangulia Taurati, Zaburi na Injili. Hii Qur'ani iligawanywa sehemu mbalimbali. Kwa nini? Kwa kuiteremsha kidogo kidogo. Ikateremka Maka kidogo na Madina kidogo. Teremka. Ili uwasome watu kwa kituo. Na ndio unaona Qur'ani inasomwa kwa kituo ili ufahamu. Pole pole, haina mbio. Teremka.
na tumeiteremsha kidogo kidogo iwe wepesi kuhifadhika. Tena imeteremshwa kidogo kidogo, inakuwa ni wepesi kuhifadhi. Biblia huwezi hifadhi kwa sababu haijateremshwa pala vizuri, lakini hii Qur'ani mashallah, kuna watu wana juzuu 20, kuna watu wamehifadhi msahafu mzima juzuu 30. Unaona Malisia sasa Qur'ani. Sema iaminini hiyo Qur'ani. Yani Mungu anakuambia uiamini hii Qur'ani au msiamini. Au wewe ukikataa kuiamini hii Qur'ani, Malisia, hakika wale waliopewa ilmu zamani kabla ya hii Qur'ani kuteremka, wale waliokuwa na elimu kabla ya hii Qur'ani kuteremka, wanaposomewa hii Qur'ani huanguka kifudifudi wanasujudu. Wanaanguka kifudifudi wanasujudu, maana yake wanajisalimisha, wanasilimu. Lakini mtu ambaye hana elimu ya vitabu, hata ukimsomea Qur'ani hazingatii chochote katika Qur'ani, isipokuwa Mwenyezi Mungu amfungue kichwa chake, amfungue kifua chake, amuonyeshe Uislamu. Kwa nini? Tulia tu. 17:45 hapo baba, tumpe vitu kidogo katika hii Qur'ani. Inasemaje? 17:45. Na unaposoma Qur'ani, na unaposoma hii Qur'ani inakuwa kana kwamba tumetia baina yako na baina ya wale wasioamini akhera pazia lililofunikwa sana hata hawafahamu kinachosomewa. Sikiza, tunapokusomea hii Qur'ani inakuwa ni kama umetiwa pasia, hata ufahamu chochote. Pata vizuri, lakini ukifungua moyo wako vizuri utaifahamu hii Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ni muongozo kwa ajili ya walimwengu. Basi swali yangu inakuja, inatoka hapa ndani ya Qur'ani. Sasa inatoka ndani ya Qur'ani. Yaani kati ya Qur'ani na Biblia gani ilitangulia? Qur'ani ndio imetangulia. Biblia ni kitabu nimekuambia inaitwa Biblos. Maana yake mkusanyiko wa vitabu uliokaliwa chini na watu wakakaa chini wakaweka wanavyotaka. Ni kitu imeandikwa juzi. 1611 ndio imekusanywa chini ya mamlaka ya King James ambaye alipatiana iandikwe. 1611 ndio imewekwa King James version. Hizi zingine zote zimetolewa katika hiyo King James version. Wamekaa chini wakatengeneza namna wanavyotaka, lakini Qur'ani imeteremka katika karne ya 7. Vitabu vilivyotangulia Qur'ani ni Taurati, Zaburi na Injili. Basi. Na ndio unaona, wacha nikufunze kitu. Na ndio unaona Biblia lazima ifanywe version mpya. Mbona Qur'ani upate new version, Qur'ani new hakuna. Lakini Biblia ikikaa wanasema new version edition. Edition maana yake ni kitu wamekipitia tena wakarekebisha wakaweka tena. Wamerevise, new revised standard unaipata. Na nipata hizo. So Biblia ni kitabu wanakaa wakirekebisha, kwa sababu wanadamu wanapoandika jambo linakuwa na hitirafu ndani yake, lakini Qur'ani haina makosa ndani yake. Qur'ani 4:85 tulia, nakupa vitu polepole, manake nataka uzingatie, nakupa nafasi. Qur'ani 4:82 hauwezi kupata hizo shaka ndani ya Qur'ani, kwa sababu haikutoka kwa binadamu, imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Qur'ani 4:82. Hawaizingatii nini hii Qur'ani? Hawaizingatii nini hii Qur'ani? Na kama ingelitoka kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, leo hii Qur'ani ingetoka kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, yani ikatoka kwa binadamu. Kama hii Biblia namna ninavyokuambia wanaifanyia new edition kila wakati, leo hii Qur'ani ingelitoka kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, wangefanyaje? Bila shaka wangalikuta ndani yake hitilafu nyingi. Wangelikuta ndani ya Qur'ani kuna contradiction, lakini kwa sababu imetoka kwa Mwenyezi Mungu hakuna contradiction ndani ya Qur'an. Leo tukiingia hapa kwa Biblia utapata contradiction mpaka we mwenyewe utashika kichwa, lakini kwa Qur'an unaambiwa imetoka kwa Mwenyezi Mungu, hakuna contradiction ndani yake. Ni kitabu ambako kimenyooka. Hiyo ndio sababu. Sasa swali yangu ni hii. Sasa nimeanza sasa maswali kidogo kidogo. Sasa unaweza kuta umesema Torati, Zaburi na Injili zilitangulia. Hizo ndio zilitangulia. Kwa nini ukiingia ndani ya hizo vitabu tuko hiyo inasema about inaongea kama binadamu ni mwana wa Mungu, si ndio? Kitabu gani hiyo? Tuseme yani tuseme Yesu ni mwana wa Mungu na Yesu ni mwana wa Mungu. Ile kitabu inaongea Yesu ni mwana wa Mungu, sio Injili.
Tuelewane vizuri. Ni story ya mtu anaitwa Mathayo, ni story ya mtu anaitwa Luka, ni story ya mtu anaitwa Yohana. It's not the original Injili. Kwa Injili hakuna kitu kama hiyo. Injili aliyopatiwa Nabii Isa ibn Maryam hakuna kitu ya kusema yeye ni mtoto wa Mungu au ni Mungu, hakuna. Sasa walipokuja watu kuweka story zao, ndio wakaleta mambo kama Luka akasema sisi tumetafuta story yetu, ndio akaweka kuwa Yesu mwana wa Mungu ni story yake. It's not the original ambao Mungu ameteremsha Injili. Kwa sababu katika Injili hakuna story za Luka, hakuna story za Mathayo. Para vizuri, Injili alipatiwa Nabii Isa ibn Maryam ikiwa kitabu kama hiki hivi, akapatiwa Nabii Isa ibn Maryam. Taurati amepatiwa Nabii Musa alayhi salamu ikiwa kitabu kama hiki. Hakuna story ya kusema Mungu ana mtoto, kwa sababu Qur'ani imekuja kutuhakikishia kama haya ndio yaliyokuwa katika Taurati. Inatueleza hii ndio ilikuwa katika Taurati, hii ndio ilikuwa katika Injili baadhi. So hakuna story kama hiyo. Lakini katika Biblia ndio utapata story kama hiyo, kwa sababu ni story ya kina Luka. Na Luka anaadmit, anasema hii ni maneno tuliyofanya research sisi wenyewe. So ni maneno yao, ndio utapata story kama hiyo, lakini katika Injili hakuna. Sema sasa kwa Qur'ani nasema watu wote ni viumbe. Kabisa, kila mtu ni kiumbe. Kila kitu. Wacha watu. Kila kitu ni kiumbe. Ukiona samaki ni kiumbe. Ukiona malaika ni kiumbe. Ukiona jini ni kiumbe. Yaani kila kitu ni kiumbe isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Yeye ndio anayejua zaidi. Nambara vizuri. Hivi vingine vyote vimeumbwa na Mwenyezi Mungu, vimetoka kwake Mwenyezi Mungu. Hii bingu ni kiumbe cha Mungu, hii ardhi ni kiumbe cha Mungu. Sasa kenye mimi nauliza sasa hii, na mkienda kama kwa sasa mmefika kwa msikiti, mmetoa sadaka. Wakati mnapotoa hiyo sadaka huwa inakaa hapo kidogo ama kunaendanga namna gani? Kwanza utoaji wa sadaka huwa katika msikiti sijauona sana unavyotaka kuuleta kama kanisani. Kwa sababu kanisani mkienda mnatoa sadaka inachukuliwa na yule kiongozi. Katika utoaji wa sadaka katika Uislamu hatujaambiwa tutoe sadaka pale ndani ya msikiti. Kama uko na sadaka yako, maybe unaona msikiti unataka kurekebishwa, kupakwa rangi, unatoa sadaka msikiti unapakwa rangi. Unatoa sadaka maybe unanunua carpet ya msikiti, unapata ajiri kubwa sana. Au unatoa sadaka yako unajenga msikiti. Ni sadaka nzuri sana. Lakini chanzo cha sadaka na wenye kula sadaka, Qur'ani imefafanua, imeweka wazi. Wenye wanafaa kula sadaka ni hawa na hawa na hawa. Qur'ani 9:60. Unajua hili swala la sadaka watu wengi hawajaielewa. Sadaka ni hivi. Yaani mtu anaweza toa, kwa mfano saa hii kuna watu huwa wanatuambia kama sisi, wananiambia njoo Mombasa tunataka uje ufanye dawa hapa. So anaweza toa sadaka akanitumia, kwa sababu mimi sina hiyo uwezo wa kwenda Mombasa. Sawa, niko na shughuli zangu hapa, natafuta riziki ya watoto pia, unanipata, lakini jioni napata nafasi na kuja hapa kwa sababu hapa ni karibu. Unanipata vizuri? Lakini nikitoka hapa niende Mombasa, lazima nitalala kwa nyumba ya kukodisha pale, lazima nitakula chakula pale, na nyumbani lazima uache kitu. So yule mwenye anataka labda tuende Mombasa tufanye mkutano, itabidi atoe sadaka yake. Unanipata vizuri? Atusimamie katika hiyo shughuli. Nikitoka hapa niende Western, nahitaji sadaka ili niweze kupatiwa niende kufanya hiyo shughuli. Unanipata vizuri? Lakini si ulazimishe watu, kwa sababu usikalifishe nafsi. Wewe fanya ile ambayo Mwenyezi Mungu amekuwezesha. Na ndio unaona hatuwakalifishi watu nafsi wala Waislamu kuambia lazima mlete sadaka ndio tuende hapa. Hapana, tunafanya kwa ile uwezo ambao tunauweza sisi. Unanipata vizuri? Sio kama ile ya kanisani lazima upatiwe bahasha na lazima uweke, na unaambiwa usipoweka unalaaniwa. Sikiza sadaka inatolewa namna gani? Sadaka hupewa watu hawa. Sikiza, sadaka tunaelezwa katika Uislamu hupewa watu hawa. Mafakiri na maskini ndio huwa wanapewa sadaka. So wewe kwa mfano, wewe labda unaingia katika fungu ya sadaka. Unapata vizuri? Ukipata tajiri mwenye uwezo wake, anaweza akakupa labda kwa mfano 100,000, na wewe ukaenda ukaanzisha biashara, pia inaweza ingia katika zaka. Para vizuri, ukaanzisha biashara na wewe mwaka ijayo ukapatia mwingine, ukasaidia mwingine, yani tunasaidiana katika society. Lakini sadaka ni kitu chochote unaweza toa. Unaweza toa unga ni sadaka, mboga ni sadaka, sio lazima pesa ndio iwe sadaka. Pata vizuri Unaweza pata mahali kuna jengo wewe ukaleta simiti moja.
Sio pesa ya simiti, ukaleta simiti yenyewe mfuko, pia ni sadaka. Ukakuja ukanunulia wale wanaojenga pale kama ni msikiti, ukasema nitawanunulia lunch leo wakule, hiyo ni sadaka pia. Unawapatia wale wanyonge. Na hivi tu kama nasikianga fungu la 10. Hakuna kitu kinaitwa fungu la 10. Fungu la 10 ni man made walioiweka wakatengeneza. Ile kitu iko ni kitu inaitwa zaka. Zaka inatolewa mwaka mara moja, na hiyo zaka pia inapewa maskini, wale watu hawajiwezi, ndio waweze kutoka katika ufukara, waweze kujiendesha katika maisha yao. Pata vizuri Na zaka huwezi patia mamako. Pata vizuri Mamako inafaa umsaidie na mali yako yote ile uko nayo kwa uwezo. Pata vizuri So zaka unapea watu kidogo wako outside that box kidogo, ndio unapatia zaka watoke katika ule umaskini. Pata vizuri Na zaka inatolewa mwaka mara moja. Lakini katika Biblia walinyofoa wakaiweka fungu la 10. Lakini zaka yenyewe iko, lakini hawakuizingatia sana 3:10 Malaki. Manake hii ndio andiko wanatumia sana. Fungu la 10 wewe, hebu nikuulize, kila mwisho wa mwezi ikiwa wewe unapata shilingi 30,000, kila mwisho wa mwezi unatoa shilingi 3,000 kwenda kupatia mtu, na yeye atapatia nani? Hakuna mwenye atapea. Sasa ndio unaona mnatajirisha mtu hapa anashinda akitukana wale wengine. Sasa unaona 3:9 Malaki iko huko mwisho kabisa. Malaki ni zaka ndio inafaa kutolewa, sio fungu la 10. Sawa Nyinyi huwa mlipotezwa hapo kidogo, lakini hamna shida, tawarudisha kwa njia. Ngapi mama? 3:10 Malaki. Hebu sikia inatolewa nini? Leteni zaka kamili ghalani. Sikiza, leteni zaka kamili, sio fungu la 10. Hapana, zaka kamili ndio inatakana. Sawa Na hii mambo ya kusema ni mwisho wa mwezi, hii ni fikra ya watu pia. Hakuna, inatolewa mwaka mara moja. Safiri ili ikiwemo chakula katika nyumba yangu. Sikiza, ni zaka ndio inaitishwa, sio sadaka. So ukiona mtu saa yote akisimama kila Jumapili ulete sadaka na kupatia bahasha sijui uweke, hii yote ni mtu anataka kujitajirisha na jina la Mungu. Na ndio unaona mimi nakwambianga, mbona makanisa watu wanaweka mingi na wanatumia Biblia moja? Kama ingelikuwa ni ukweli, alafu makanisa, hebu chunguza. Mbona vijijini ndio kuna kanisa mingi? Kwa nini ukienda Runda huwezi pata haya makanisa mingi? Kwani huko hakuna binadamu? So wanajua maskini ndio wanatoa pesa mingi. Sasa unaona, kwa sababu maskini amekuwa anachukuliwa mpaka katika mahindi yake. Hapa Mkuru kwa Ruben, hapa ukienda hapa kwa Jenga, hapa kuna makanisa zaidi ya 30 na iko area moja. Na wote wanaomba, na wote ni Wakristo. Na wote ni Wakristo, na wote wanabeba Biblia, wanasema kutembea na Yesu. Na wanapita hii kanisa anaingia ile. Kwa nini kama sio biashara waweke tu moja, waingie waabudu Mungu, watoke waende? Vita vitakuwa vikali sana ya mapasa, kwa sababu sasa mbona pasta wanaleta vita? Unajua hapo ndio huwa wanavunia. Sasa wanavuna hapo. Sasa unajua wakisema ati ikiwe moja itakuwa vita upande yao. Kumbe hata wewe unajua hiyo ni biashara. Mimi najua hiyo, ndio unaona naenda tu kidogo na chiki fiko upande wa kutoa, mimi wanatoroka kidogo. Sasa inafaa utoroke yote, si hata unatoroka kutoa tu. Sasa kumbe wewe kuwa Muislamu mapema. So hii inaitwa zaka, inatolewa mara moja kwa mwaka. Na ndio unaona katika Uislamu, alhamdulillah, Waislamu wanajenga msikiti, community ile iko pale, wote wanakuja wanaabudu pale. Sio mambo ati unaweka inakuwa ni kama unategea wewe utoe ujaze mfuko yako, ndio hiyo. Unaona ni makosa. Na ufai kutumia neno la Mungu kujitajirisha wewe mwenyewe. Pata vizuri. Inafaa kuwafunza watu wajue ukweli, na ndio unaona wachungaji wanaficha mambo mengi kwa sababu wanaona wakikueleza ukweli watakosa unga. Na kwa nini Waislamu sana sana huwa hawaimbi wimbo yoyote, hata kama ni ya kumwabudu Mungu kidogo hivi? Hakunanga kuimba wimbo, kwa nini? Hatujaruhusiwa mambo ya kuimba nyimbo, kwa sababu nyimbo zilikuwa zikiimbwa na makahaba. So nyimbo ndio unaona hatuimbi hizo nyimbo. Inaimbwa na makahaba kwa sababu ule malaika mkubwa mbinguni, wakati ule malaika mkubwa mwenye sasa shetani alikuja akatupa chini, si ndio? Unajua alikuwa na kinanda yenye alikuwa anaimba akimtukuza. 23:16 Isaya, wacha tuulize. Aya kwa hivyo ile 23:16 Isaya, sikiza vitu. Teremka, usiwe umekataa. Makahaba ndio walikuwa wanaambiwa waimbe nyimbo, na walikuwa wanaambiwa waimbe nyimbo kwa nini? Sikiza habari. Toa kinubi. Toa kinubi.
tembea mjini. Tena wanaambiwa watoe kinubi watembee mjini. Ewe kahaba uliyesahauliwa. Rudia ndio aone. Angalia na macho. Nani anaambiwa aimbe? Ewe kahaba uliyesahauliwa. Teremka. Piga vizuri. Imba nyimbo nyingi. Sikiza, kahaba ndio anaambiwa aimbe nyimbo nyingi. Kwa nini kahaba aimbe nyimbo nyingi? Malizia. Upate kukumbukwa tena. Kwa sababu huyu kahaba alikuwa anasaulika. Na kahaba wewe unajua biashara zake. Sasa akisaulika anaambiwa atoe kinubi atembee mjini akiimba nyimbo. Sasa ndio unaona sisi Waislamu hatuwezi jifananisha na makahaba tukaimba. Unajua mtu mwenye alianza kuimba ni ule mwenye alikuwa malaika wa Mungu mkubwa. Sasa huyu alikuwa malaika wa Mungu anaimba nyimbo. Alikuwa ndio sasa akakuja akataka kugeuza Mungu, ndio Mungu akamtupa hapa chini, huyo shetani. Andiko gani inasema malaika wa Mungu aliimba nyimbo? Unajua wakati Mungu alimuumba shetani, alimuumba na kila kitu. Sasa yeye ndiye alikuwa anapiga saa zingine kinanda. Yaani kwa Mungu kulikuwa na kinanda? Hapana. Sasa huyo shetani mkubwa, yani huyo malaika alikuwa malaika mkubwa. Wapi imeandikwa kwa Mungu kulikuwa na kinanda? Angalau tuone. Unajua situpigie story labda ambao haiko. Ni vizuri pia wale ambao wanaangalia waone kuna huyu malaika aliimba nyimbo, manake mimi sijaipata hiyo andiko. Unayo? Unamaanisha sasa hakuna wimbo penye wimbo yote ilitoka? Kuna nyimbo haijaruhusiwa. Watu walikuwa wanachanganya mambo ya Daudi. Daudi alikuwa anafanya zaburi, watu wanaona ni kama nyimbo, lakini ilikuwa ni karaa. Yaani anasoma kwa ule mtiririko. Watu wanadhani ni wimbo lakini sio wimbo. Nyimbo zimekatazwa, na watu wanaopenda nyimbo zaidi ni hawa wameambiwa, na ndio unaona ukienda kwa club si lazima kuwe na nyimbo. Unajua tuko na wimbo za kilabu na tuko na wimbo za kumtukuza Mwenyezi Mungu. Sasa kama gani ambayo ni ya kumtukuza Mungu na imeandikwa kwa kitabu gani? Au ni ile watu tu wanakuja, mtu akikula vitu yake anatunga wimbo wake analete? Imeandikwa kwa kitabu gani ndio wimbo wa kutukuza Mungu iko? Hiyo ni yetu sisi wenyewe. Kwa sababu ni nyinyi wenyewe. Si ndio nikakwambia ni mtu tu akiamka anatunga wimbo wake anavyotaka yeye. So nyimbo hamna, zimekatazwa. So wachana na mambo ya nyimbo, sawa? Kuwa Muislamu. Kinachotakikana katika Uislamu ni ibada. Sawa? So wewe kuwa Muislamu, wachana na mambo ya nyimbo. Ukiingia katika Uislamu ni ibada, sio mambo ya kwenda kuimba. Disco waachie wale watu ambao wanaenda kufanya hizo tabia, umesikia? Na ndio unaona ukienda huko ndio utapata kuna nyimbo nyingi. Lakini sehemu ya kufanya ibada inataka utulivu. Yaani ukiingia pale unakuwa na utulivu, unakuwa na kitu inaitwa yaqeen. Yaani unakuwa umetulia, istikama, unakuwa pale na nini yako unaabudu Mungu wako. Sawa? So karibu sana katika Uislamu. Enda upumue, uvute unyunyu. Wananiita Salim. Naitwa Veska. Veska? Veska. Veska, bado wewe ni Mkristo au usasilimu? Mimi niko pending. Uko pending? Niko pending hapo katikati, sijaamua bado. Hujaamua bado. Na umesema uko na swali yote ungependa kuuliza? Hapana, sina swali, niko sawa kabisa mimi nikidhania. Asante. Na mimi niko na swali. Kwa sababu kuwa katikati kwanza ni hatari. Sawa? Kwa mjibu wa Qur'ani, watu wa katikati tunaambiwa ni hatari sana. Qur'ani 450. So afadhali uwe katika upande mmoja ili ujulikane kara yako ni gani. Alafu swali yangu ni nyepesi tu, nataka unijibu, nataka nikuulize pia. Lakini wacha nikuonyeshe kuwa katikati ni hatari sana. Qur'ani 450. Suratu Nisa. Qur'ani 450. Kuwa katikati ni hatari mno. Fadhali ujulikane kabisa uko pande gani. Sikiza inasemaje? Qur'ani 450. Hakika wale wanaomkanusha Mwenyezi Mungu na mitume yake. Hakika wale wanaomkanusha Mwenyezi Mungu na mitume yake. Na wanataka kutenga baina ya Mwenyezi Mungu na mitume yake. Na wanataka kutenga baina ya Mwenyezi Mungu na mitume wake. Kwa kusema, wengine tunawaamini na wengine tunawakataa. Wanasema mitume wengine tunawaamini na mitume wengine tunawakataa. Kama namna Wakristo wanavyosema, baadhi yao wanasema hatuamini Muhammad. Wanasema wanaamini Isa ibn Maryam, lakini bado hawajaamini. Na wanataka kushika njia iliyo katikati. Yaani wanataka kushika njia ya katikati. Si ya Kiislamu hasa. Hawataki kuwa Waislamu
wala ya kikafiri. Wala hawataki kuwa katika kufuru, katika ukafiri hawataki. Kama wewe umesema wewe uko katikati, malizia. Hao ndio makafiri kweli. Sasa Mungu anatuambia hawa watu wa katikati ni hatari. Hawa watu wa katikati ndio watakuwa makafiri kweli, kwa sababu hawataki kukua Waislamu wala hawataki kusema wako katika upotovu. Leo hukumu ikija ya Mwenyezi Mungu, utakuwa umesimamia katika njia gani? Leo ukiulizwa wewe Muislamu, hapana, wewe Mkristo, hapana, wewe uko wapi? Unasema niko katikati. So hauna dini yoyote, wewe hauko katika upagani, unataka kuingia katika upagani, unataka kuingia katika haki, unataka kusimama katika katikati. Tunaambiwa watu wa katikati ni hatari sana. Ni ima uwe Muislamu au ubaki katika upotovu. Mbona vizuri Sasa swali yangu na nataka unielezee. Hiyo miaka yote umeenda kanisani, ulikuwa ukienda ukishiriki ndio ukuwe katikati. Mlikuwa mnafunzwa mkitoka duniani mtaenda kuingia sehemu gani? Sisi tunafunzwa tutaingia katika paradise. Na paradise kuna mambo mengi tumeambiwa sisi Waislamu. Sawa Kuna maziwa, kuna asali, kuna nini, kuna wanawake, tumeelezwa vitu mingi ndani ya Qur'an. Nyinyi Wakristo na ibada mnayosema mnafanya, mumeahidiwa nini mkitoka duniani? Ulikuwa mnaahidiwa nini kabla ukuje katikati? Mimi kitu nilikuwa naambiwa nitapata uzima wa mbinguni, lakini hiyo ya Waislamu nilikuwa nataka juu hapo ndio kuna utamu zaidi. Nyinyi mlikuwa mnaambiwa mtapata uzima, hata watu wa motoni watakuwa na uzima kwa sababu hawatakufa. Wale wataingia motoni watakuwa na uzima wa milele. Uzima wa milele maana yake hakuna kifo tena. Maana yake hutakufa, ukienda motoni unabaki milele, ukienda peponi unabaki milele. Sasa wale waliokuwa wakifanya vitendo vizuri huko ukiwa kanisani, uliambiwa wakipewa uzima wa milele nini wanaenda kuliwadiwa kwa ajili ya vitendo vyao vizuri. Wanaingia peponi, watakaa chini, kutakuwa na mwavuli, kutakuwa na nini peponi, kutakuwa kunakaa namna gani yani? Mlikuwa mnaelezwa namna gani? Ndio ili ufanye ibada ndio uende ukapate malipo. Kwa mfano sisi Waislamu tunaambiwa katika peponi ambao tumeahidiwa 15:47 Qur'an. Sikiza vizuri au sikize kwa makini. Yaani tumeelezwa vizuri sana. Na hakika wanaomcha Mwenyezi Mungu. Na hakika wanaomcha Mwenyezi Mungu watakuwa katika mabustani. Watakuwa katika mabustani. Sisi Waislamu tunaambiwa tutakuwa katika mabustani na chemchemi ya chemichemi zinazopita mbele yao huko. Yani kuna pita chemichemi za maji, za asali, za maziwa, ambayo hii maziwa haikamuliwi kwa ng'ombe. Mungu anasema kun fayakun. Malizia. Waambiwe ingieni salama usalimini. Yani wanaambiwa ingieni salama salimini. Yani wanaingia huko peponi. Teremka kwa salama na muwe katika amani. Na muwe katika amani. Yani wanaingia paradise, wanakuwa katika amani paradise huko. Malizia. Teremka. Na tutaondoa mifundo. Na tutaondoa mifundo. Yani ile unasikia labda mwenzako amepata kitu unakuwa na ile mfundo, mbona akapata mimi sijapata. Hiyo inaondolewa katika kifua iliyokuwa vifuani mwao. Asante. Na watakuwa ndugu wenye kupendana. Na watakuwa ndugu wenye kupendana. Teremka. Waliokaa juu ya viti vya kifalme. Tena katika peponi tunaambiwa kutakuwa na viti vya kifalme. Na mpata vizuri maana peponi kuna viti, tunaenda tunakalia. Pata vizuri. Tena tunafanyaje tukikalia? Sikiza habari. Wameelekeana. Tena tunaelekeana, yani kama wewe Muislamu tunaelekeana namna hivyo. Wanasemaje? Wanazungumza kwa furaha kubwa. Tena tunazungumza kwa furaha. Angalia peponi kuna furaha, tunazungumza kwa furaha. Malizia. Haitawagusa humo taabu. Tena katika paradise tukiingia hakutakuwa na taabu. Hapa duniani unagonjeka, kule hakuna magonjwa. Hapa duniani kichwa kinauma, sijui renti hujalipa, kule peponi hakuna ya Waislamu. Malizia. Wala pia humo hawatatolewa. Tena huko tunaambiwa hatutatolewa peponi. Yani wewe ukifaulu, ukiwa ni minal faizin, wewe ukifaulu tu kaingia kule, hamna cha kutolewa peponi. Na mpata vizuri Tena kuna vitu vingi kule peponi ya Waislamu tunaambiwa 43:68 Qur'an. Mimi nilikuwa nataka uniambie ndio uchague uwe katikati. Kwa Ukristo mliambiwa kuna nini mtapewa? Apart from kuambiwa kuna uzima wa milele, hata mtu akwenda motoni atakuwa na uzima wa milele, maana yake hatokufa. Uzima wa milele vitu vingine, sikiza habari.
enyi waja wangu mlio wazuri, Tena Mungu anatuita waja wake walio wazuri. hamtakuwa na hofu siku hiyo, Tena Mungu anasema hatutakuwa na hofu siku hiyo. wala hamtahuzunika. Teremka. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu na walikuwa Waislamu kamili, Fanyeni nini? ingieni bustanini peponi, nyinyi na wake zenu, mtafurahishwa humo. Watakuwa wanapitishiwa sahani za dhahabu. Tena peponi, paradise, tunaambiwa wale watakuwa minal faizin, watakuwa wanapitishiwa sahani za dhahabu. Teremka. Na vikombe vya dhahabu. Tena kutakuwa na vikombe vya dhahabu. Teremka. Na vitakuwamo ambavyo nafsi zinavipenda. Na itakuwa kila kitu ambayo nafsi inapenda. Kama wewe unapenda matunda, wewe unapenda apple, inakuja pap hivyo. Napenda vizuri. Peponi ya Waislamu tunaambiwa kile kitakachokuwa. Wewe miaka yote ambayo ulikuwa unahudhuria kanisani, usaiambiwa mahali mnakoelekea kuna nini na nini? Ni uzima tu wa milele nilisikia. Ndio hiyo. Sasa nyie hamkuelezwa. Na ndio unaona ulichoka kwenda. Kwa sababu huwezi kwenda mahali ambapo hakuna malipo. Ati wewe unaambiwa uzima tu wa milele. Uzima wa milele hata shetani atakuwa ni akiingia motoni ni uzima wa milele. Yeyote atakaingia motoni atakuwa na uzima wa milele. Yeyote atakaingia peponi atakuwa na uzima wa milele. Uzima wa milele maana yake hakuna kufa tena. Watu wa motoni hawakufi, watu wa peponi hawakufi. Lakini zawadi gani ambayo mnapewa kwa ajili ya yale mliojinyima duniani? Kwa sababu leo umekataa kunywa pombe duniani. Unatarajia nini Mungu akupe huko mbele? Leo umekataa kuzini. Hauzini kwa sababu ni haramu kuzini. Nini Mungu atakulipa huko peponi? Lazima kuwe na malipo. Para vizuri. So nyinyi mlikuwa mnaenda mahali ambapo hakuna malipo, ndio sababu. So karibu sana katika Uislamu. Alafu nyinyi mora kuanga na roho kuna kanisa fulani nilisikia clip niliona kwa simu huko South Africa. Kuna huyo pastor alikuwa amerushia washirika wake roho kakula nyazi, na nyinyi mnakuanga na hiyo roho? Sisi hatuna hiyo roho kwa sababu hiyo roho ni roho ya ushetani. Sawa Hiyo roho ya kurushia watu wanakula nyasi wanafanya ni roho ya ushetani. Ni kama leo mimi nashangaa kuna watu hapa unapata mtu anajiita yeye ni Mariamu, ati yeye ndio mama ya Yesu, ako hapa area ya Western na kuna mwingine amesema yeye ndio Mungu, ako na rasa zinavuruta mpaka chini. Hali yake mimi nadhani ni hii kitu watu wanavuta bila kutoa mbegu. Na nipata vizuri Anasema ati yeye ni Mungu, ako hapo naye. Na kuna mwingine anajitanga Yesu, ako pale Tongaleli ametulia. Sasa roho za aina hiyo ya kurushia watu, hizo ndio roho unaambiwa ni mbaya za kishetani. Sisi tunajua kuna roho ambayo roho uko nayo, Mungu amekupulizia ile roho, ndio unapumua, na roho zote zimetoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kuna roho ambaye ni mtakatifu anaitwa malaika Jibril. Sawa Hizo ndio tunaelezwa. Lakini hii roho zingine za kujiwekelea ati mimi nina roho, naona mambo, na ukimuuliza kesho kutakuwaje hana habari. Sawa hiyo ni story tu ya jaba na kujitengenezea. So ni watu tu wanakuja na hizo. Mimi hizo ndio niliogopanga hata kwenda kwa kanisa. Katika msikiti hakuna hizo. Yaani ukija kwa msikiti uko fresh. Hata hapa Dandola pia siku hiyo pastor mwe alipigwa juzi. Alikuwa anaambia wanawake waenda wakitoa nguo za ndani. Sasa wewe umeona ndogo hiyo ya Dandora ya kuambia wanawake wakienda kwa kanisa watoe nguo za ndani. Kuna mwingine alikuwa ananyoa haswa wanawake anawanyoa. Iko. Sasa wengine wanawaogesha. Unajua ni watu wanaenda kwa waganga, wanatumia uchawi ili ya kubrainwash. Akikunyoa hizo katika sehemu zako za siri ananyoa, anachukua anapeleka kwa waganga. Wewe unafungwa sasa, uwezi toka hapo. Kuna mwingine ako Mombasa anapatia watu kamba wanajifunga katika mkono. Hiyo kamba hujui imefanyiwa nini. Sasa wewe kichwa yako inaridi kwa huyo tu mchungaji. Kwa sababu ni uchawi anatumia kwa kuconfuse wewe. Na hiyo uchawi huo wanashirikiana na majini waovu. Ndio wanawafanyia hivyo. Na ndio unaona mtu unamueleza hata wewe unashangaa. Unaona mtu hapa hata wewe hata ukiwa mjinga, yeye anaambiwa alete mali yake yote apeleke pale. Na huyo mwenye kumwambia alete hiyo mali, yeye anaendelea kutajirika, lakini huyo anaambiwa Mungu hahitaji mali. Ati Mungu anahitaji mtu ambaye hana chochote. Na mbona yeye anapokea? Na hiyo ndio ikatumiwa na Shakahola. Anaambia watu wewe wacha kazi sijui nini, lete mali yote alafu ufunge ukufe ukamuone Yesu. Lakini yeye hataki kwenda kuona Yesu. Juzi niliona amenyimwa kwa sela, amewekwa kwa sela, hajapata labda chakula vizuri kwa sababu kule huwezi kula vizuri, anaanza kulalamika. Mimi nateswa, naona njaa. Mbona yeye asifunge basi akufe kama wale wengine penye alikuwa anawadanganya? So hii ni kubrainwash watu.
na ni makosa. Hakuna hiyo mambo ya roho. Hiyo roho ni kudanganya watu. Nina roho naona, uongo hiyo. Ukustua tu ndio uweze kuporwa vizuri. So nafasi ya Uislamu iko. Mwacha ni kwanza hiyo ndio natarajia sana siku moja nitakuwa Muislamu. Inshallah Mwenyezi Mungu akuongoze uwe Muislamu. Sawa eh? So karibu sana. Nafasi ina nguvu. Mimi wananiita Sali. Iskanda. Asante sana. Siku nyingi sana hatujapatana Iskanda. Unaendeleaje? Niko mzima, sina tatizo. Idi umekula vizuri? Mimi si Muislamu lakini nikaona nilisherekea mzuri. So bado hujakuwa Muislamu? Bado sijawa. Kinachokuzuia kabisa. Manake mwanzo ulikuwa wauliza maswali mengi mno, wauliza maswali. Siku hizi naona unakuja unatulia tu kwa muadhara. Kinachokuzuia mno kuwa Muislamu nini? Obstacle iko wapi? Yaani ile unaweza sema hii ndio kizingimkuti ambacho kinanizuia mimi kuwa Muislamu. Nini haswa? Manake nimejaribu kufikiria, kila wakati unakuja unauliza maswali. Sasa yalipoisha unakujanga unakaa unasikiza tu mkutano. Kinachokuzuia nini haswa? Mimi Mkristo. Wewe Mkristo. Sasa kinachokuzuia kubadilisha kuwa Muislamu nini? Manake Ukristo wewe unajua sio dini. Ukweli. Ukristo sio dini, wewe unajua. Alafu lakini tuambiwa kwamba njooni kwangu nyinyi wote wenye mmelemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Sasa huyo anayesema ndiye Yesu ambaye mimi humfuata. Au Yesu mwenyewe Muislamu. Sasa itakuwaje unamfuata Yesu wakati Muislamu wewe sio Muislamu? Yesu Muislamu. Yesu Muislamu, katabia zake nini yake yote utamjua ni Muislamu kwa sababu Yesu hajaingia kanisani. Sasa wewe kwanza aliyekuambia utengeneze kanisa huo unaenda huko ndio unafuata Yesu nani? Yesu akiwa Muislamu sitakuwa na tatizo, lakini itabidi mnichanue kidogo kiakili. Kwa sababu kuna baadhi ya maneno Yesu akiwa Muislamu ameyatekeleza. Mfano, ameenda kwa misikiti kwa madai ya kwenu. Sio madai. Kile kilichoandikwa katika Biblia. Labda utuambie Biblia ndio inadai urongo. Kwa sababu Biblia ndio inasema Yesu kaenda msikitini, lakini wewe ukitutangazia hapa kwa kamera ukatuambia hii Biblia yazungumza urongo, sisi hatuna budi isipokuwa tuamini kuwa Biblia urongo. Kwa sababu Biblia ndio inasema maisha ya Yesu alikuwa akienda msikitini. Na katika historia ambayo imefuatwa pale kwa mahali Yesu amezaliwa Jerusalem, misikiti ndio mingi imejaa pale, kanisa uzipati. Na ukienda kwa hawa ambao ni tuseme tu tuwaite tu venye wanajiita Waisraeli, ukienda pale utapata hakuna Wakristo. Wakristo ni 1.9%. Sasa itakuwaje Yesu alikuwa Mkristo wakati wale watu wa pale hata hakuna Ukristo pale? Unaona, Ukristo ni kitu kilichotengenezwa na hawa wazungu akakuletea kwa njia nyingine ya kucolonize. Alafu wewe kwa fikra zako, mzungu anaweza kukuletea kitu kizuri akaacha kujibakishia yeye mwenyewe. Leo wazungu wenyewe wanasilimu. Yaani yeye akuletee kitu kizuri yeye abaki hivyo. Wewe kwa akili zako wakati anakuja anaiba dhahabu zetu hapa anachukua nini yetu, alafu yeye akuletea Ukristo wewe ingie uzima, mzungu yeye asiende. Haitawezekana. Itakuwa ngumu kidogo. Si ndio nakwambia, so chenye alikuletea ni kitu ya kukushika akili ndio usiweze kufikiria beyond ile kitu amekueleza. Wewe akakuja akakueleza ati kuna mtu alikufa huko Israeli ati abebe dhambi zako. Wewe unazini hapa Kenya. Usikie raha wewe, mtu abebe dhambi huko Israeli. Wewe hiyo kitu inaingia kweli? Haingii. Na kama ndio hivyo, mbona tuko na sela hapa Kenya? Zingekuwa zimeondolewa kwa sababu mtu angekuwa anafanya makosa anasema mimi nimetubu Yesu amebeba. Basi kuna haja gani askari ya kushike wakati Yesu ndo anabeba hiyo makosa? Lakini huo msamaha ndio usamehewe, kuna masharti, sio bure. Kulingana na Biblia. Masharti aina gani? Kwamba ukiri kwamba Yesu ndio Kristo. Si hata mwizi anasema Yesu ni Kristo, mbona mnamchoma na moto? Alafu uamini ndani ya roho alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Sasa yeye mwizi ameamini hayo, mbona mwamchoma kwa sababu ameiba? Sasa mwishowe uamini kwamba atakuja na achukue wale walio wake. Ndio nakwambia mwizi kaamini hayo, mbona mwamchoma na moto? Mimi sijahusika kuchoma mwizi. Sasa sijasema umehusika. Okay. Tunaona Wakristo siwezi jua kipindi mwizi anatoa roho mambo yepi anayatamka. Asante sana. Kama ameomba msamaha
na akose kusamehewa na wenye wako karibu, hapo nitajiuliza mbona wako. Na hayo mafunzo Yesu alifundisha au ni fikra zenu kuwa ati lazima uamini Yesu ni hivi ati ndio akusamehe dhambi? Kuna hiyo mafunzo Yesu alifunza au Yesu ametuambia 4:17 kitabu cha Mathayo? Sikiza mafunzo yako alafu wewe unipatie hayo. Maana nataka kuyaelewa vizuri sana. 4:17. 4:17 baba. Mathayo, pole pole tumfunze huyu. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu anasema tubuni kwa kuwa ufalme wa mbinguni umekaribia. Sawa? So Yesu katika mafundisho yake anaambia watu watubu. Sasa wapi Yesu aliambia watu mkubali nimekuja kukufa kwa ajili ya dhambi yenu? Manake mimi sijaona. Sasa nisaidie andiko gani ambayo inasema Yesu alienda mahali akatangazia watu akawaambia mkikubali ya kuwa nimekuja kufa kwa ajili ya dhambi yenu nitawasamehe? Wapi? Manake naona mahali anaambia watu watubu, na kwa Qur'ani nikija Qur'ani inaniambia nitubu kwa Mwenyezi Mungu wala tusikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. So sisi tunaishi katika haya mafunzo ya manabii ya kufanya tauba. Sasa wapi katika Biblia ambao Yesu anaambia watu mimi Yesu nimekuja kufa kwa ajili ya dhambi zenu nyie watu? Yesu mwenyewe hajatamka hayo. Asante sana. Kama Yesu mwenyewe hajatamka, huyu anayemtamkia Yesu ana authority gani? Kwa sababu Yesu mwenyewe anasema jitieni nila yangu mujifunze kwangu mimi Yesu. So mwenye anatuambia kinyume na Yesu ni muongo, kwa sababu Yesu amesema tutubu. So mwenye kusema Yesu ati amekufa kwa ajili ya dhambi za watu ni muongo, anatudanganya. Nitaenda kwa research, nitawarudia tena. Isipokuwa nina swali kidogo tu. Lete hiyo kidogo. Kuhusiana na Mtume Isa ibn Maryam na Uislamu na msikiti. Injika swali ya kwanza. Huyu Mtume Isa ameenda msikitini, amepata ndugu zetu Waislamu, maana yeye ni Muislamu, wanafanya mauzo ama biashara katika msikiti, anawafurusha. Kweli hilo nyinyi mko na habari kama hiyo? Ndugu zetu Waislamu kwamba aliwapata msikitini tukiwa tunauza, wakati ule yeye ni Muislamu, ameingia msikitini, amepata Waislamu katika msikiti wanauza, wanafanya biashara, na akawafurukusha na akaangusha meza zao akizipindua, akawaondosha pale msikitini. Na ukweli ama la uongo? Inawezekana, kwa sababu watu wanaweza kuwa walikuwa wamepotokwa wakaweka biashara msikitini, lakini wakati alikuja akabadilisha hizo meza na viti zikatolewa nje ndio biashara iwe nje. Lakini nyie Wakristo mkaweka kwa kanisa, mlipoona zimetolewa kwa msikiti mkaweka kwa kanisa, na ndio unaona msikitini hakuna hizo biashara zinaendelea. Lakini kwa kanisa utapata kuna soko ya Sunday iko, mtu anakuja na kuku anauza kuku moja 3,000, iko hakuna? Hiyo iko. Alafu sasa nyinyi ndio mmepeleka biashara kanisani. Ndio hiyo mimi nisaiona. Sikiza, wachana na hizo hera. Kinachofanyika pale ni soko. Kwa sababu mtu anasimama na kuku, anasema nani atanunua huu kuku 1,000? Wanainua watu 5. Anasema hapana. Nani atanunua 5,000? Hivyo mpaka mwenye wa mwisho. Inakuwa ile ni soko. Sasa soko huwezi peleka katika nyumba ya ibada, na ndio unaona yeye alipoingia kwa Waislamu labda kulikuwa na wale wamepotoka, ndio akawanyorosha waondoe nyumba iwe ni nyumba ya ibada, sio nyumba ya soko. Lakini Wakristo wameweka ni soko, na ndio unaona unabeba mandizi unaenda kuuza. Katika ile biashara ilikuwa inaendelea pale, zile hela zilikuwa zinafaidi wenye walikuwa wanafanya hiyo biashara. Iwe inafaidi ama ifaidi, haifai kufanywa katika nyumba ya ibada biashara. Biashara inafanyika huko nje, ndio tunauza nguo. Huwezi kuja kwa msikiti ati unasimama unasema hii trouser nauza shilingi 3,000, nani atanunua 2,000? Wewe utakula bakora. Lakini kwa kanisa unaweza kuja, kwa sababu kanisa wana siku ya kufanya soko ndani ya kanisa. Sasa wewe unafanyaje biashara katika nyumba ya Mungu? Wewe hiyo ilikataliwa. Swali lingine kidogo. Leta. Kuhusiana na sadaka. Sadaka sasa. Halali kutoa, haramu? Ni halali kutoa sadaka. Na nakurudia mara nyingine, ni halali kutoa sadaka, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia tibuni maradhi yenu kupitia sadaka.
Lakini swali linakuja, nani anayefaa kukula sadaka? Sio kila mtu anafaa kula sadaka. Sio kila mtu anafaa kula sadaka. Kuna watu maalum wanafaa kula sadaka ambao wametajwa 960 Qur'ani. Sio kila mtu anafaa kula sadaka, hapana. So katika kula ndio kumewekwa masharti. Kwa sababu leo sadaka ingekuwa kila mtu anakula, itakuwa ni wizi, watu wanafanyia wenzao. Lakini sadaka imewekwa watu maalum ndio wanafaa kula sadaka na kupewa. Sikiza ni kina nani? Sadaka hupewa watu hawa, mafakiri na maskini. Watu ambao wanapewa kipaumbele wa kupewa sadaka ni mafakiri. Mafakiri ni watu hawana mbele wala nyuma. Watu wa pili wanaopewa kipaumbele ni maskini. Teremka malisia asikie. Na wanaozitumikia. Teremka. Na wanaotiwa nguvu nyoyo zao juu ya Uislamu. Teremka. Na katika kuwapa uungwana watumwa. Na katika kuwasaidia wenye deni. Sikiza, na sadaka pia inalipa madeni ya watu. Kwa mfano, umekuja ukapata jirani yako amefungiwa nyumba, anadaiwa deni ya nyumba, imefungwa, landlord ameweka kafuri pale, anasema siwezi fungua hapa mpaka nilipo pesa yangu, na unajua vizuri huyu jirani yako hana uwezo, unatoa sadaka kama 5,000, unamlipia nyumba, inaandikwa ni sadaka, lakini umelipia mtu mnyonge. Sadaka tunayokataza watu wasiingie katika hiyo mtego ni sadaka ya kupatia matajiri, watu wana uwezo. Mtu ambaye ana Range Rover, mtu ambaye ana Land Cruiser, mtu ambaye ana uwezo mkubwa, benki yake ukienda ako na milioni 50, milioni 200, alafu wewe unachukua 1,000 unaenda kumpatia, itakuwa kichwa yako iko na kasoro. Because unaongezea mtu utajiri na ana uwezo. Sadaka inakuja kwa ajili ya kuwasaidia wale wanyonge, sio kuwasaidia matajiri. Hapana. Hapo ndio tunapinga na ndio uwanga tunakosana na nyinyi, kwa sababu nyinyi mnaona kama tunawaingilia, lakini hapana, tunawafunza. Alafu huwezi toa sadaka wakati ndugu yako mmetoka tumbo moja analala njaa. Muangalie kwanza ndugu yako. Angalia jirani. Wewe unaenda kutoa sadaka 5,000 wakati jirani yako wako na watoto 3 na hawaendi shule kwa sababu ya shilingi 2,000. Alafu wewe unaenda kutoa sadaka 5,000 kwa kanisa wakati huyo mwenye unapea sadaka yeye kwanza ni worth billions of money. Sasa Mungu angekusikia kama ungemsaidia huyu jirani yako, uchukua hawa watoto ni nini hawajalipiwa shule, pesa ngapi, labda hata ni 2,200, uende kwa shule ulipe. Hiyo ndio sadaka nzuri, umemsaidia. Na kusikiza sasa. So sadaka sio ya kumake money kwa watu, ni kusaidia wale wanyonge. Sasa huyo Mtume Isa ibn Maryam ambaye kwa ni Muislamu halisi, kamili Muislamu kabisa, hana dosari, Muislamu hana dosari, yeye Muislamu kaingia katika msikiti. Kaingia katika msikiti vizuri sana, tena sio msikiti mmoja, hapana, mingi, kawaida yake. Alikuwa anaingia msikitini. Kaingia msikiti mmoja katika pale, ikafika wakati wa kutoa sadaka. Wakaonekana mama mmoja ambaye alionekana ni maskini. Si kama nitatumia hiyo ama ni, lakini nitaweka hivyo kwa maana alitoa hela kidogo sana kama sadaka kwa ile kikapu ya kutoa sadaka. Na Yesu akampongeza, ama Isa akampongeza kwamba yeye ametoa kabisa kuliko wengine. Kisa na maana akawaambia Waislamu yeye ametoa kile alichokuwa aishi kwacho, na hao wengine wametoa mabaki yenye walikuwa nazo. Sasa hapo huyu aliyetoa kidogo, na tunaambiwa katika dini yetu ya Uislamu kwamba sadaka itolewe na isaidie wale walio chini. Si huyu mama alikuwa ako chini, ilifaa asaidike. Asante sana. Sadaka ndio nimekuambia, hata maskini huwa anatoa sadaka. Kwa sababu sadaka, wewe unaweza kuwa mnaishi na ndugu yako na wewe ni maskini pia, lakini katika umaskini wako uko na unga, ukampatia unga, na ndio unaambiwa yule katoa kidogo, maana yake labda ako na shilingi 20. Iko specific. Anasema alitoa kile alikuwa aishi kwacho. Andiko gani hiyo? Sijaona. Kama utaipata utaniangaa, utanionyesha, ndio tuende katika hiyo msururu, kwa sababu huwezi toa ukakaa njaa. Lazima ukitoa una kitu cha kula. Ukiwa na unga ndio unatoa pia kidogo, usikule yote peke yako. Uislamu ndio unafunza hivyo. Lakini sena usikalifishe nafsi ati utoe yote wewe ubaki ulale njaa. Hapana.
Uislamu sio dini ya wajinga. Uislamu ni dini ambayo Mwenyezi Mungu ametufunza. Wewe kama uko nacho usikule ukatupa riziki ama nini. Ukiwa nacho gawanya na mwenzako, na chakula ya mtu mmoja inatosha watu hata watatu. Unanipata vizuri? Nakupata. Sasa kuna assignment kwangu. Nije na andiko gani ambayo inaonyesha huyu mama alitoa kila kitu, kile alichokuwa aishi kwacho. Asante, tutaleta tu, hakuna shida. Kesho si huko? Kesho niko, lakini kuna inshallah kesho na mmoja onekana mpaka wale. Kesho tutakuja inshallah. Tulikuwa katika shamra za Idi. Unajua hii ilikuwa ni Idi kubwa. Sasa watu wanatembeza watoto nini, wanafurahia na nini. Ndio hivyo maisha ya dunia yao, unayajua ni ya muda mchache. Napata vizuri So karibu sana, na mimi sijaona ofisa kwa ambayo inakufanya usiwe Muislamu. So ungetamka shahada alafu ukaenda ukatafuta hiyo nini ukaja kesho. Lakini sadaka utakuwa ukitoa. Kwanza wewe kama uko na sadaka utakuwa kuwapatia wale watu ambao hawajiwezi, na nimekupa vizuri. Nimalizie na kadogo. Leta yako kaswali kadogo ka kuongezea hizi zingine. Leta. Huyu Nabii Daudi alayhi salam Muislamu. Nabii Daudi Muislamu 100%. Ana akawa mfalme. Alikuwa ni mfalme kulingana na Qur'ani, na wacha hivyo na mtoto wake akawa ni mfalme pia. Na wote ni manabii. Yaani wafalme kisha manabii. Sasa Nabii Suleiman. Mtoto wa Nabii Daudi. Kijana ya Nabii Daudi ndio baba yake Nabii Suleimani alayhi salam. Sasa niko na kaswali kadogo. Leta. Chanua akili ya kwangu. Huyu Nabii Daudi akiwa ni mfalme, tunaelezewa katika Biblia, jioni moja akiwa anatembea juu ya nyumba ya kwake, akaona mama mmoja anaoga chini. Akatuma neno, chunguzeni huyo mama anayeoga ni nani. Wakamletea ripoti kwamba huyu mama anayeoga anaitwa Bethsheba bibi wa Uria. Daudi ashaambiwa jina la kwake ni Bethsheba, na namba 2 bibi ya wenyewe. Nabii Daudi ambaye ni Muislamu, na umesema Muislamu hakika, mbona akaitisha yule mama aje kwake? Aliitisha aje kwake. Alipokuja kwake wakafanya naye tendo la ndoa. Alipofanya tendo la ndoa, huyu mama akashika mimba. Maana inaeleza, kitabu cha Biblia inaeleza mama alikuwa ni katika anamalizia siku zake za anajiosha, hajakuwa kamili sana, yani anytime angepata mimba. So akapata mimba. Daudi akaitisha mwenyewe Uria akuje kutoka kwa jeshi aende kwa nyumba ya kwake. Kwa fikra zangu ndio apindue lugha ya kwamba huyu jamaa alipokuja ndio kaweka hii. Hilo jambo alilofanya Nabii Daudi, melala na mke wenyewe baada ya kufahamishwa ni mke wenyewe. Ameitisha mwenyewe aje kutoka vitani aende kwake. Uria akakataa kuenda kwake. Alikaa hapo kwa mlango ya Daudi. Daudi alipopata habari akamwambia, nikwambia uende kwa nyumba. Hapana, siendi kwa nyumba kama ndugu zetu wako na vita kule. Kesho yake Daudi akaandaa karamu, wakala wakanywa naye, na mfalme Daudi ambaye ni Muislamu kamili akahakikisha kulingana na maandiko ya Biblia kwamba huyu Uria amelewa kabisa. Ndio akija pale na akampatia zawadi. Sasa tungesema shopping, lakini sio vizuri kuongeza. Akampatia zawadi aende nazo kwake. Huyu Uria alikwama kwa mlango. Daudi alipopata habari tena bado hajaenda kwake, akamwambia, sasa najua kuja nikutume kwa jeshi. Akamwandikia barua, imethibitishwa na kitabu chetu cha Biblia, if not First Samuel, Second Samuel. Haina shida. Haya. Sasa akishaandika ndani ya hiyo akaandikia komanda alikuwa anaitwa Joab. Endeni muweke Uria mahali vita ni vikali. Wiki chache sana jiondoeni akufie huko. Na ikatendeka. Ndio aje achukue bibi yake baadaye. Sasa swali langu ni, huyu Nabii Daudi ambaye ni Muislamu kamili
alichokitenda hichi kitendo kilikuwa chema katika umma wa Uislamu? Asante sana, swali yako nzuri sana. Kwanza, hiyo story ya Biblia ni ya uongo mkubwa sana, na Biblia ni ya kuchafua manabii. Anachafua Nabii Daudi alayhi salam ati kwamba amelala na mke wa Uria. Hiyo ni ya uongo kabisa, na sio Nabii Daudi peke yake amechafuliwa, wamechafua mpaka Nabii Ruth alayhi salam kuwa alilala na watoto wake. Wacha sasa huyu atikulala na mke wa wenyewe. Biblia imewatukana manabii, inasema Nabii Ruth alayhi salam amelala na watoto wake, damu yake aliyewazaa. Wakati wewe mtu wa kawaida huwezi lala na mtoto wako uliyemzaa, labda kichwa yako iwe na matatizo, damu yako huwezi lala naye, lakini Biblia inasema nabii wa Mungu alilala na watoto wake. So Biblia wale walioiandika 1611, wakati King James amepatiana hiyo permission iende ikaandikwe, waliweka story zao ambao ni za kuwachafua manabii. Wamechafua mpaka Nabii Isa ibn Maryam, wamesema ni mlevi, wanasema alikuwa ni mlevi. So Biblia katika uandishi wake wamewatukana manabii, hakuna nabii aliyeachwa. Wamesema Nabii Nuh amelewa akakaa uchi mbele ya watoto wake, ati mtoto wake ameenda akaona uchi wa babake. So hiyo story ya kusema Daudi aliua Uria ndio alale na mke wake ni story ya urongo, haiko. Alilala na mke wake kwanza, alilala na mke maana yake alifanya ukahaba, ni uongo. Hiyo ni uongo, hiyo ni uongo kabisa, ni kuwatukana manabii. Hivyo ndio wamesema Nabii Ibrahimu alayhi salam ati amelala na mjakazi, maana yake Nabii Ibrahimu pia ni msinifu. Hiyo yote ni uongo. Na ndio unaambiwa Nabii Daudi alayhi salam alikuwa na wake zake wengi, alikuwa na wake. Sasa iko haja gani aende akalale na mke wa mtu? Tena katika wakati huo ilikuwa inajulikana ukilala na mke uwe wewe ni mfalme au nani unauawa. Sasa hawezi fanya kitendo kama yule, ni nabii ambaye ameepukana na vitu kama hivyo. So hawa kwa ajili ya kuwatukana manabii wakamwekelea huyu nabii urongo. Na ndio unaona story kama hiyo haiko ndani ya Qur'an, kwa sababu Qur'an imekuja kudhibitisha hizi vitabu haya ndio yaliyoharibiwa au ndio yaliyosalimika. Na ukiona jambo haliko ndani ya Qur'an ujue ni jambo la urongo. Qur'an 5:48 hiyo haiko, ni story ya uongo walipachika kuwatukana manabii. We nabii wa Mwenyezi Mungu aende kulala na mke wa mtu wa kazi gani? Wakati nabii ana uwezo, anaoa mke anayemtaka, akiona huyu mke kampendeza, anaoa, wanaruhusiwa, anaoa. Sasa nabii anaenda kulala na mke wa mtu wa kazini alafu ati auwe mtu kwa ajili ya mke wake, ya nini? Yaani Biblia ukiingia imetukana manabii. Wewe unaona hapa tu. Yaani inasema nabii kalala mpaka na watoto wake. Yaani wewe hebu niambie, unafunza watoto wako, unawaambia hichi ni kitabu cha Mungu, unawaambia huyu nabii kalala na watoto wake, tena wasichana wawili, tena kalala na wa kwanza, kalala na wa pili, tena wote kawapachika mimba. Sasa hao watoto ambao wale watoto wake walizaa watamuita babu au watamuita baba? Subhanallah. Sikiza Qur'an inasemaje? Hii yote story ya uongo. Nabii hawezi kufanya hizo mambo ya zina. Manabii wanakuwa kuna vitu wamepushanwa nazo sana. Binadamu wa kawaida anaweza zini, ni kweli. Zina ni haramu, imekatazwa. Lakini akiteleza kafanya zina kuna hukumu zake za kupitishwa, kwa sababu zina ni kitu kikubwa. Lakini kusema nabii wa Mwenyezi Mungu kazini ni kumdhalilisha ule nabii wa Mwenyezi Mungu. Dharau sana wako nazo. Sikiza habari. 5:48. Na humo 5:48 Qur'an. Na tumekiteremsha kitabu kwa ajili ya kubainisha haki. Yani Qur'ani imekuja kwa ajili ya kubainisha haki. Inachosaidikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake. Asante. Na kuvihukumia. Kama haya ndiyo yaliyoharibiwa au ndiyo yaliyosalimika. Kama haya ya kusema Daudi kazini na mke wa Uria, hiyo ni ya uongo. Hiyo ni kitu kilichopachikwa pale ili kutukana manabii wa Mwenyezi Mungu bure. Unaweza dhibitisha kutoka kwa Qur'ani labda mama yake huyu Nabii Suleiman aitwa nani? Inaweza kuwa katika Qur'ani haiko katika silsila ya kukueleza mama ya huyu ni nani, mama ya huyu nani. Iko katika kasas za manabii.
yani visa vya manabii ndio unaelezwa, huyu nabii kazaliwa na huyu na huyu. Qur'ani kuteremka kwake, na ndio unaona hata ijeleza mama ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulia nikueleze, Qur'ani kuteremka kwake ni kuwaonya watu, na ilikuwa inateremka kwa ajili ya hatua kwa hatua. Na kwa nini Maryam binti Imran ametajwa ndani ya Qur'ani? Kwa sababu watu wengi walikuwa wanakuja kwa Mtume, wanamuuliza habari za Nabii Isa ibn Maryam, na wanamuuliza kuhusu huyu mamake Yesu kuwa alizini ndio akapata Yesu. Ndio Mtume akawa anawaelezea kuhusiana na binti Maryam, huyu Maryam binti Imran, kuwa ilikuwa hivi, akawa hivi, akazaliwa hivi, ikaenda hivi. Mungu anamteremshia wahi na kuja. So katika Qur'ani sio kueleza historia za watu kila mtu, hapana. Inaeleza ile jambo ambalo lina umuhimu wa kuelezewa katika dini, lakini kuna vitabu vingine ambavyo vinaelezea. Sasa hizo vitabu zingine unaweza pata habari ya uzao wa Nabii Suleiman. Inaweza patikana tena vizuri mno. Inadhibitika kwamba mama yake anaweza kuwa ni huyu Bathsheba. Iko vizuri sana, utaiona huyu Bathsheba. Unajua katika Biblia vitu vingi wameenda wakiharibu, wakiweka ile wanataka, na ndio unaona Biblia haiwezi baki moja. Kuna Biblia wanasema New Revised Standard, unajua? Revised maana yake nini kwa Kiswahili? Utanielimisha hiyo. Sio kukuelimisha, revised ni kitu kimefanyiwa urekebishaji mwingine. Ndio inaitwa New Revised Standard. Yani wamekaa chini wakai-revise, wakasema hii itakani katolewa. Wanaona kila kitu, wanasema wanakuja wakirekebisha. New edition sijui nini, wanakuja wakitoa. So ni vitu wanakaa chini, wanaona hapa walikosea, wanarekebisha. Sio kama Qur'an. Qur'an iko pure. Sasa katika hizo vitabu, huenda wao mnasema madrasa labda mlifunzwa. Huyu mama ya Nabii Suleiman anaweza kuwa alikuwa ni mke wa mwingine kwanza ndio akamchukua? Hapana, pale sijaona kitu kama hiyo. Nitakuangalilia katika hiyo kitabu, nitakuonyesha. Hakuwa katikati mke wa mtu akauliwa ati ndio achukue mke wa mtu. Kwa kazi gani? Tena Daudi ni watu walioneemeshwa na Mwenyezi Mungu mpaka wakawa wanasema alhamdulillah kwa kila neema walizopewa na Mwenyezi Mungu. Yeye ni mfalme na nabii, na mtoto wake akawa bado ni mfalme na nabii. Tena mtoto wake kaongezwa kuliko babake. Ni manabii, miongoni mwa manabii waliotajwa katika ndani ya Qur'ani. Ni miongoni mwa manabii 25 waliotajwa kwa jina, Nabii Daudi alayhi salam. Alafu useme kazini na mke atiwaulia. Urongo mkubwa sana hawa. Ni chuki tu ya manabii, wanachukia. Sasa na swali lingine au kusilimu? Hapana, kusilimu. Kulingana na hii habari, baadaye tunaelezewa Daudi akatubu. Na ndani ya Uislamu tunajua toba inakubalika, na kweli akakubalika. Lakini hiyo hakuna. Hiyo story yenyewe nimekuambia ni fabrication, hakuna. Hiyo ni story ya uongo walipachika hapa. Kwa sababu ingekuwa ni story ya ukweli ingekuwa ndani ya Qur'an. Yaani Biblia lengo lake kuja sana ilikuwa kuwachafua wale manabii. Kwa mlango mwingine inakuonyesha inawapenda, lakini inawachafua. Because story zote ni za uongo. Ati alikuwa kwa gorofa. Hiyo gorofa ilikuwa wapi? Huyu alikuwa anaoga nje. Utaogaje nje ukiwa mwanamke? Na alikuwa anaogea sehemu gani? Ingekuwa na details zote. Hiyo yote ni uongo. Ati akaona uchi wake akamtamani. Hiyo yote ni uongo hiyo. Kwa sababu kama kuna nyumba wanawake walikuwa wanaoga kwa nyumba. Hata saa hii mke wako hawezi kwenda kuoga nje. Hata sisi tunaishi kwa kijiji, utawapata wanawake kwa sababu labda bafu ni ile kamoja tunashare karibu watu 10, inabidi labda aoge kwa nyumba. Hawezi enda kuoga pale nje, kwani hata yeye mwenyewe atakuwa hana haya. Ndio aoge kwa nje anajianika. Haya, nimepata. Hiyo ni story, na ndio nikakwambia hata ile story ya Ruth ni ya uongo. Anasema ati Ruth alilala na watoto wake, alafu wale watoto wake walikuwa ni virgin. Alafu yeye amekunywa pombe hata hajui mahali yako, ati akalala na wa kwanza. Alafu akalala na wa pili. Alafu wewe ukiwa mlevi paka akili imekutoka, uwezi jua mtoto wako. Ile sehemu inaweza fanya kazi wewe? Hapa kwetu pombe inapigwa marufuku kwa sababu watu wanashindwa kufanya kazi. Na pia pombe imechangia sana kuenea kwa gonjwa kubwa lile la ukimwi. Ukweli kabisa, kwa sababu sikiza, mimi nazungumzia, unajua kuna mtu amerukula labda chupa 2 hajapoteza fahamu, lakini mtu aliyepoteza fahamu hata ajui mtoto wake, ile sehemu iweze fanya kazi. Hata enda kwa wanasayansi wa gani, hata miguu itembei, kwa sababu wakati imefika ufahamu, hata kama huyu ni mtoto wako, ile sehemu iweze fanya kazi. Iwezekani.
Iwezekanio ni story. Hiyo ni story hiyo. Kwa leo nitaomba kukoma hapo. Nikaribishe wenzangu wenye watakuwa na maswali. Asante sana. Lakini ujue hizo ni story ambazo hakuna. Sawa Kuja kesho mapema sana na ukuje na hiyo nini. Haya tupate swali ya mwisho. Manake naona maswali mengi. Mimi wananiita Salim. Mimi wanaita Rafael. Rafael Mkristo Muislamu? Mimi ni Mkristo. Dhehebu gani hivi? Dhehebu gani? Mimi ni Mkristo. Ndio, Wakristo wana dhehebu. Kuna Helicopter of Christ, kuna Jet of Christ, kuna Ground Explosive of Christ niliona. Yani Ground Explosive of Christ nimeiona juzi, na kuna ingine wanaita Fighting sijui hiyo nao nzito bamba. Swali gani uko nayo? Mimi sina swali. Una swali? Uko tayari kujiunga kuwa Muislamu? Ni free. Kitu nakuuliza. Wakati umekuja mahali hapa, kwa nini usifundishe watu hiyo Qur'ani? Unataka ulizwe swali? Nataka niulizwe swali kwa sababu nishafunza tayari Qur'ani na watu wasasikiza, na ukienda kwa mwalimu akifunza anauliza leteni maswali ndio aone kama wanafunzi wameelewa. Lakini ukiona mtu anayefunza hataki maswali, maanake mafunzo yake ya urongo. Sasa lazima nikupatie nafasi uulize swali, kile ambacho hujakifahamu nikufahamishe. Kwa mfano, labda hujui mtu hawezi kuingia paradise isipokuwa awe ni Muislamu, na ndio kabaki katika urokole. Unaona? Mtu hawezi kuingia paradise isipokuwa awe ni Muislamu. Sasa na wewe umebaki katika urokole. Imeandikwa Qur'ani 5:85. Si ndio hiyo sasa vitu kama hivyo? Qur'an 3:85 baba. Imeandikwa wapi? Mtu hawezi kuingia paradise kama yeye sio Muislamu. Imeandikwa. Sasa huko unajua. Si unaona sasa kaka? Sasa ungeenda bila kujua. Unaona? Some ndio ajue. Lazima uwe Muislamu. Na nilikuwa na kaka mwingine hapa nikamuuliza, nyie Wakristo mmeahidiwa nini huko? Mkifa mkifufuliwa mtaenda kupewa nini? Kuna nini huko? Ananiambia uzima wa milele. Hata watu wa motoni watakao milele. Sasa nyinyi ahadi yenu nini? Mnafanya hii ibada yote mpate nini huko? Utanijibu leo 3:85 Qur'an. Sura Al-Imran. Ukaka mzuri tu. Akisilimu tena tunamuita mimi ni sirimu. Ukisilimu unajua katika kusilimu ni neema kubwa sana Mungu akikupatia. Akikupatia ni neema. Kusilimu maana yake kunyenyekea kwa amri za Mwenyezi Mungu, usiwe mpingaji. Sikiza inasemaje? Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, na yeyote anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu basi haitakubaliwa kwake. Yani hiyo dini Mungu hata ikubali. Yani wewe ukienda kwa Mungu na Ukristo, Mungu anakufukuza na hiyo Ukristo wako. Malisia na akhera. Na wewe siku ya mwisho atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Ndio tunakuja kila siku tunakuita tunakuambia kuwa Muislamu. Wewe unaona kama tunakusumbua, lakini tunakueleza jambo ambalo litakuokoa wewe na nafsi yako. Sasa vile umeanza kusoma hii Qur'ani, inafaa usome, maana mimi uliniuliza eti niko na swali. Mimi sijasikia mahali nitaweza kukuuliza swali, si ni ukweli? So hauna swali, si ndio umesema? Nakuuliza. Na ndio mimi nikakuwa nimesikia ulikuwa unasoma wapi ndio nikuulize swali. Maana umekuja reti kidogo, na ndio kuja reti inakuwa na nini? Sasa swali yangu ndogo kwako. Ukiwa Mkristo, ahadi gani mmeahidiwa huko? Mtapewa nini huko peponi ya Ukristo? Kutakuwa na nini na nini? Kwanza Wakristo wataenda wapi? Sasa mimi ndio nakuuliza, wataenda huko peponi. Imeandikwa wapi? Tuende kwa maandiko polepole ukitusaidia. Manake ni vizuri uende na ushahidi wa Kristo wataenda wapi siku ya mwisho, alafu watapewa nini? Utuonyeshe kwa ushahidi polepole. Ina humble way na sisi tujifunze kitu. Manake mimi nilikuwa Mkristo, nilipouliza mchungaji akaniambia hii ni dini bila maswali. Sasa utakuja? Kesho nitakuja na hiyo ni kuonyeshe, maana mimi sikuwa tiana maswali. Sasa wewe katika hiyo maisha yote umeishi Ukristo, haujuangi mahali mtakaoenda na vyenye mtapewa nini? Huna habari? Ninajua. Hebu tueleze basi bila maandiko. Tueleze basi bila maandiko. Mtaenda, umesema mtaenda wapi? Huko Jerusalem mpya, yani ile mbingu ikishuka mpya tutaenda huko. Jerusalem pale nini mpya? Manake inashuka pale. Umesema Jerusalem mpya ikishuka. Jerusalem mpya inashuka kutoka mbinguni. Ndio utaenda hapo. Lakini hiyo Jerusalem naambiwa iko na milango 12.
Sasa katika hapo hiyo Jerusalem unaenda. Maana sasa itabidi utoke Kenya uende mpaka huko. Yeye ndio unaenda huko. Jerusalem ikishuka inatoka mbinguni kuja duniani. Itashuka nchi gani? Itashuka nchi gani? Itashuka Kenya, Tanzania? Mimi sijui mahali itashuka kama Kenya. Hiyo Kenya sijui hiyo ama Tanzania ama wapi. Mimi najua Jerusalem mpya itashuka toka mbinguni. Oh, so inashuka hapa. Oh, so Wakristo hakuna mahali mnaenda, ni hapa hapa duniani. Ikishuka ni hapa duniani. Hakuna kitu unasema wewe eti uende huko. Kumbe ni uongo wale Wakristo wanasema ati watu wataenda mbinguni. Inashuka. Oh, ni kushuka inashuka. Mbingu Yerusalemu mpya itashuka. Inashuka hapa duniani. Okay. Sasa si eti wewe unaenda huko. Oh, so wale wanasema wanaenda ni urongo. Maandiko inasema Yerusalemu mpya itafanya nini? Itashuka. Sasa ikishuka isini hapa ardhi. Inashuka hapa ardhi. Wacha wa Mungu waingie ndani. Basi kesho mimi nakualika mapema. Uje mapema alafu tuzungumze, manake naona uko na mapya ila muda nao umetupa kisogo sana. Manake wewe nimeona kuna vitu utaanza kuzifahamu. Kesho mapema inshallah ukipata nafasi uje, si ndio? Okay, sawa. Tunakupenda kwa ajili ya Mungu. Hata sisi tunawapenda. So kesho njoo mapema ndio niweze kujua mawili matatu kutokana na wewe, sawa? So karibu sana na uwe Muislamu. Uislamu ndio dini peke yake inawapeleka watu katika peponi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.